uniintroduce niendelee. Sasa tumeweka baseline, tumeweka msingi wa mada yetu ya leo ya asubuhi. Na sasa tunaingia kwenye mada yenyewe. Mada waliochelewa inahusu mbinu za kufikiana kwenye asili za wanandoa. Na tukasema kwamba asubuhi hii tutaanza na mbinu za kufikiana kwenye asili, kwa maana ya mbinu za mwanamume ama mume kufikia mke. Ndio tutaanza nayo kwa asubuhi hii. Then mchana inshallah tutatazama mbinu kwa maana ya wa mama kuna kwa baba. Saizi ni wa baba kuna kwa mama. Na tukasema kila mbinu ni hadithi. Kila mbinu ni hadithi. Na hapa kuna hadithi 50. Kuna mbinu 50. Tunasema kwamba kila mbinu inalenga kugusa asili fulani ya mwanamke. Ndio maana hizi dansi tunazoziona zipo kwenye mtiririko fulani, ila nimeruka, kuna baadhi ya nimeruka. Kwa sababu nimeona hapa kuna umuhimu mkubwa sana kwa sababu tunakutana pande zote mbili. Kuna asili za mwanamke hatujazisoma. Na tukizianza hizo sababu ni nyingi, tukizianza hizo tusingefika hapo. Kwa hiyo muda mwingine inshallah tutafanya hivyo. Lakini kwa hapa maksudi yetu ni kuona kwamba Mtume salama alikuwa anaishi na mama zetu kwa mujibu wa alivyoumbwa yeye na kwa mujibu wa alivyoumbwa mama zetu. Mambo aliyokuwa anawafanyia, alikuwa anawafanyia kwa mujibu wa alivyoumbwa yeye na anawafanyia kwa mujibu wa alivyoumbwa wao. Na hizo ndio mbinu za kuwafikia mama zetu na wake zetu kwenye asili zao, na ndio mbinu za kuleta utulivu kwenye ndoa, na ndio mbinu za kufanya ndoa iwe imara na ushindi wa dini utafutwe kupitia utulivu huu. Mbinu ya kwanza, yaani hizi mbinu nilizoziweka ni kama kwamba nakuambia wewe kwamba fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa mfano, moja, ukiwa unatoka nyumbani, mbusu mke wako. Mbusu mke wako. Na hapa ni wakaka kwenda kwa dada. Kwa hiyo kama hapa kuna dada wanaowezao hapa ndani, mtakuwa mnakumbushana. Nitakuwa nakumbushana mimi mwenyewe mke wangu kipenzi yuko hapa. Tutakuwa tunakumbushana mimi na my baby. Kabisa. Unajua haya mambo ni juhudi. Maisha ya mwanadamu ni juhudi. Na inaweza kuwa juhudi katika njia sio kwa hapa ama juhudi katika njia hapa. Si ndio? Kwa hivyo ndoa pia ni juhudi. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa kwenye juhudi. Yaani hizi mbinu ziwe ni sehemu ya tabia zetu. Kwa hiyo tuendelee kuzifanyia juhudi ili tuzivae ziwe ni mavazi yetu. Sio jambo la siku moja, sio jambo la siku mbili, linahitaji juhudi. Na anayefanya juhudi hizi mbinu si sawa na ambaye afanye juhudi hizi mbinu. Kabisa. Ukitoka nyumbani, mbusu. Na ile hadithi ya mama yetu Aisha radhiallahu anha, tazama hapa Mtume wa Allah tabaraka wa taala alimbusu mmoja katika wake zake na akatoka kwenda kuswali. Sio kazini, kwenda msikitini. Tumesema Mtume salama anaamiliana na mama zetu kwa mujibu wa alivyoumbwa. Lengo lake lilikuwa nini hapa? Ilikuwa ni kumfikia mama yetu huyo alimbusu kabla kwenda kuswali kwenye asili zake. Na hii inatuwekea baseline msingi. Unapotaka kwenda kazini, acha uchungu mke wako. Unaondoka hapa hata unamwaga. Mfuate karibu, msogelee karibu, ndio kuja kwenye sunna. Msogelee karibu, mshike mhendo. Kuhendo ni vile ambavyo unamshika mwanamke ili kumpelekea huduma fulani. Na hiyo hendo inatakiwa kuwa nzuri. Tumesema kwamba moyo umeumbwa kupenda mambo mazuri. Kwa hiyo unamshikaje ili umbusu ni jambo. Sio unashika boga. Kichwa cha mke kinashikwa kwa ufundi stadi. Mshike vizuri, akumpelekea ile busu. Alafu ondoka, utamwachia athari kubwa sana kwenye moyo wake.
atakuwa anafikiria wewe, anakuwaza, kwa sababu ile busu kibiolojia ni taarifa. Ni taarifa ambayo itatuma kwenye ubongo wake, ubongo unapewa kwenye moyo. Moyo utalihifadhi lile busu. Kwa lile busu litakuwa linazunguka mle kwenye moyo wake wakati wewe haupo. Na anaweza akajikuta anatabasamu wakati wewe haupo. Ama sababu wewe bwana. Mimi nitakuwa nauliza kule. Yes, nauliza kule. Mimi wa kwanza. Hadithi katika Sunan Abu Daud na Sheikh Al-Albani amesahihisha kwa sahihi. Na unaweza kuona hapa, nilipokea hapa, huyu ni mwanamke wa Kiislamu na mwanaume wa Kiislamu, anamchumu, anambusu. Na huyu ndiye anambusu. Umeona hiyo hendo? Umeona hiyo hendo? Kuhendo manake vile unamshika mkeo. Mke wako sio baskeli. Kuna namna ya kushika. Na tunasema kwamba ile ni kwa uzuri. Kwani kuna wakati ambapo mwanamke anaweza akatokea miachika akaenda kwa yule sehemu nyingine, lakini bado akawa anamkumbuka yule mume, akawa anamfikiria yule mume, akawa anamwaza yule mume, kwa sababu ameathiriwa. Sio kwamba kule apewe busu, kule alipokwenda anabusiwa pia, lakini hao anabusiwa vipi kule? Huenda yule mume wa kwanza alikuwa anambusu kwa uzuri zaidi. Ile sauti ya busu inapotoka ya uzuri. Lips anapoziweka pale kwenye eneo la mwanamke analombusu, anaziweka lips kwa uzuri. Anamshika kichwa chake, anakishika kwa uzuri. Anamkumbatia kwa uzuri. Ndio tunasema kwamba tuweke ladha kwenye matendo yetu yote ambayo tunaambiana na wake zetu, tuweke ladha. Ladha ndio ule uzuri ambao utakonga moyo wa yule mwanamke. Kwa sababu moyo wake umeinamishwa zaidi kupenda vitu vizuri zaidi. Nyoyo zetu sote wanamume zimeinamishwa kupenda vitu vizuri, na wanawake pia zimeinamishwa kupenda vitu vizuri, lakini za wanawake ni zaidi. Hata tunapozungumza habari ya tendo la ndoa, unafanyaje hilo tendo? Lifanye kwa uzuri, liwekee ladha, ili ukonge moyo wa mwanamke. Tazama hapa. Haya. Mbinu namba 2. Mbinu namba 2. Bahati mbaya hapa kwenye hizi mbinu hatujaweka athari. Sababu kwenye kila mbinu tumeweka athari. Isipotekeleza hiyo mbinu ataleta kama mwanamke. Tawe kuona kwa mbele. Ukirejea nyumbani, hapo ulishatoka nyumbani, umeenda kazini, tuseme unarudi sasa nyumbani. Ufanye nini? Kitu cha kwanza ufanye nini? Lazima ujue. Ni formula. Usijirudie mambo yako. Wewe mimi nikifika pale na nani? Naongea na watoto. Nani kwambia? Kwamba cha kwanza naongea na watoto. Mambo ambayo namna hiyo, yaani yeye akifika nyumbani attention yake yote kwa watoto. Uliambiwa na nani kwamba hiyo ni formula kwa watoto? Kabla ya mke. Nani kwambia? Mwanamke anahitaji attention kubwa zaidi ya yule mtoto. Yaani namna alivyoumwa yeye anahitaji attention zaidi ya mahitaji ya attention ya mtoto. Mimi wanaambia watu kuna wakati wanazunguka kuchukua zawadi ya wewe na mke wako tu, watoto wanapiga chini. Tunasikia sana wanaongea. Kuna baadhi ya siku sasa chukua maalum kwa mkeo tu. Wakati mwingine watoto hata wasijue kama wanakimbia mama yao. Mama anaishia ndani kwa ndani. Beba kapipi kwa mfukoni hapa. Umepokeana pale, umeingia ndani, unamtolea kapipi kwa unampa kapipi mke wako, tena kaweke mdomoni kwako, kanyonye kidogo kumpatie kupitia kinywa. Habari nzito. Hiyo mtu sasa, hiyo mbona sio sunna? Kuna msingi wa sunna ya hili jambo nililotaja. Huko msingi. Utaona hapo wewe. Huko msingi. Ndio tunasema kwamba mambo yetu yote yanakuja kwenye msingi wa hizi sunna, kwenye msingi wa hizi formula. Haya. Ukirejea nyumbani, mbusu au mkumbatie. Mbusu na au mkumbatie. Kuna mambo mawili hapa. Fanya moja au fanya yote kwa pamoja. Kwa ukirejea nyumbani, kwanza tunafundisha dua ya kusoma wakati wa kurejea nyumbani. Umefungua mlango, unaingia, unatanguliza mguu nini wa kulia, si ndio? Kuna dua. Tusiache kusoma hiyo dua. Wallahi na pia.
Usiache kusoma hiyo dua. Kama kuna jambo la msingi kwenye familia zetu ni hiyo dua. Kwa sababu ndoa zetu zinavurugwa na majini. Ukisoma hiyo dua majini yanasumbueni. Kama umesoma ukiingia ndani ngumi zinaanza. Hamjawahi kuona familia baba kutoka kazini anatoka nyumbani ngumi zinaanza? Kama sio ngumi ni ndugu inaanza. Yaani mke anaanza kuruna pale, anaona bila sababu, sio za msingi. Mungu mwenyewe pia kuna na yeye. Nyumbani umetoka kazini una hamu ya kuona mke wako. Una hamu umemkumbuka mke wako. Una hamasa na mke wako. Unafika tu pale nyumbani hamasa yote imekatika. Unajua kwa nini? Majini. Wallahi nakwambia majini. Mmoja kabisa kwa kidhibiti wale majini ni kumkumbuka Allah muda wote. Lakini mimi ni ule wakati wa kuingia nyumbani usiache kusoma dua. Zimekuja hadithi zingine katika muktadha mwingine. Yaani pale huwa mja anaingia na majini ndani. Usiposoma tu ile dua unaingia nao. Na unakuja kwa chakula chako kabisa. Unakula nao na majini, unakula na majini. Sasa kama majini wanakula chakula chako hicho cha kawaida, pilau, ubwabwa, maharage, mihogo, utakosa kula nao kile chakula kingine. Unakula nao. Wale watakuja wakati unafanya jimai na mkeo unafanya ile ibada, watakuja pale kufanya nao. Yaani ni mume anafanya jimai na mke wake akiwa na jini. Yule jini anajiingiza pale kwenye USB, anafanya na yeye tendo la ndoa. Ndio pale tendo la ndoa kugeuka kuwa sio tamu, nao halina raha, halina utamu, sababu limehaidiwa. Kwa hivyo sasa ukiingia nyumbani sio dua. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala tawakkal. Unaona jambo hilo? Mtume sana akatuwekea baseline zote za kuhakikisha kwamba tunapata utulivu kufanya kazi ya Allah. Ukiacha kusoma hiyo dua, utaniambia uko ndani kinatokea. Ndio utajikuta umeingia nao wale jamaa. Pamoja na kama wanakuja kula, lakini wanakuonesha na makosa ya mke. Wanakuambia tazama pale kuna uchafu. Tazama pale mtoto alikuja hajasafisha. Tazama pale inakuwa mbaba akifika pale, yeye anakuja kama vile afanye. Anaangalia makosa. Mbona hili limekaa hapa? Mbona nilisema ile itolewa? Mbona hapa mtarekebisha kitu fulani? Mbona huko kuna imekuwa ni makosa? Wewe baba wewe, kaa utulie pale, shida iko wapi? Shida iko wapi? Kwa nini usitulize tu? Haya mambo ya nyumbani hapa kwa mwingine hayakuhusu. Haya mambo ni mambo ya wanawake wakati mwingine wewe yaache yapotezee. Sio kila kitu wewe uulize tu, kila kitu uulize. Sasa kuna baba wengine wanafundishwa na majini kuuliza. Yaani wale majini wanakuonesha mapungufu ya mwanamke ili ugombane nao. Kwa sababu wale lengo lao kukatanisha. Lengo lao wale ni kufanya mfarakano kwenye ndoa, kutenganisha baina ya mke na mume. Wanatenganishaje? Ni lazima waingie kwenye moyo wako wakunong'oneze mambo mabaya au upande mbaya wa mwanamke. Ndio maana kuna baadhi ya wanawake, kuna baadhi ya waume wao hawaoni mazuri, wanaona mabaya tu. Kwa mwingine mazuri hawaoni. Sasa hawa ni baadhi ya wanaume ambao wao wamekaa mkao ambao sio wa kujihifadhi, majini wanawasumbua, wanaingia kwenye uzao wanaongeleza ule upande mbaya wa mwanamke. Sasa hili ni jambo kubwa. Kiingia nyumbani, soma dua kwanza. Ukishasoma dua, tulisema jana kwamba mke ampokee mume. Isiwe ni kwamba wewe umekaa zako unawatuma watoto, nendeni kampokee baba yenu kule. Tulikataa hiyo habari. Baba anaongea na mama. Baadhi ya nyakati sawa watoto wanapokea, lakini isiwe ndio desturi yako kwamba watoto ndio kila wanampokea baba. Hapana. Kampokee mume. Na unapompokea mume, sunna ya wewe kupokea mume tunaiona hapa. Kwamba kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, mama yetu huyu anaripoti kwamba Mtume wa Allah tabaraka wa taala alipokuwa akimaliza kusali swala ya asri, alikuwa akiwapitia wake zake wote. Na anakwenda karibu yao, unaona anakwenda karibu yao. Then akishakuwa karibu yao anafanyaje? Akiwabusu na kuwakumbatia. Ndio jambo la kwanza. Hivi nataka useme kwamba ukifika nyumbani ukafanya hiyo approach, hata kama mko mmegombana, kuna ugomvi utaendelea hapo ndani. Mlikuwa mmedumiana kidogo, kuna ugomvi utaendelea, mduno utaendelea kule. Ni sisi tunapenda wakaka. Mambo mengi tunapenda sisi wakaka kabisa.
Umefika pale, alikuja kupokea, umempa mkono ulisalimia, lakini pia umembusu, umemkumbatia. Na tumesema kumbatio liwekee ladha, busu liwekee ladha. Ile salamu liwekee ladha. Salamu alaykum ni mtoto mzuri. Mimi napenda kuita mtu wako mtoto mzuri. Kabisa. Unaona jina fulani la kumsifia, unaweka na qualification. Umeona? Sasa ukikuta hivyo, maana yake kwamba umeshusha ile tension ya kazi za mchana zote. Kama alikuwa anafanya makazi mengi, amechoka, ana stress, zile hormone za mkazo zimemwagwa kwenye mwili wake na hormone za furaha zimefungwa, anakuwa na mkazo ama stress. Sasa unakumbatia. Tafiti za katiba zinaonyesha kwamba kumbatio lina power kubwa sana ya kushusha zile hormone za stress. Kwa hiyo ile stress inashuka, zinazalisha hormone mpya za furaha, na furaha inakuja, anaanza kutabasamu pale. Na wewe mwenyewe kutoka kazini umechoka, na mchoko wa kazini, si ndio? Una hormone za stress zimemwagwa, hormone za furaha zimefungwa, ukifika pale nyumbani, kile kifua cha mke wako kikikugusa hapa kifuani kwako tu hapa. Kwenye ile kumbatio, stress zote zimeporomoka, hormone za furaha zinamwagwa, unaanza kufurahi. Tunaelewana vizuri? Haya ni mambo ya kimaumbile. Busu sio wazungu. Wazungu kipindi hiko hawakuwepo. Mtume sana mtokea baseline ya kwambia na wake zetu karne ya 7. Wao wameweza kufanya mambo haya karne ya 18, 17, 18 ndio wanaanza kufanya mambo haya. Karne takriban 10 baada ya Mtume sana kuondoka ndio wao wanafanya. Leo hii inaonekana kwamba wao ndio wako romantic, sisi Waislamu tuko romantic. Romantic Waislamu wanapaswa kuwa romantic kwa sababu dini yao ni dini ya kiromantic. Bahati mbaya sana siku hizi wengi waliosoma dini hawako romantic. Hapa wale hapa tuwaulize, ni kweli sio kweli? Kabisa tunakwambia. Mtu akishavaa kanzu yake, yeye kila kitu kwake ni haramu. Haram. Hivi wewe hujui kama kuna rafa kule hapa msema kwamba jichechue fulani, wakati mwingine jiachie, usiwe mgumu, yani ule ukawamu wako isiwe ndio continuous ile mgumu tu. Wakati mwingine changamka cheka, yani jifurahishe pale, hata kama una nukta ya msingi ya kujichekesha tu pale ukiwa na mke wako. Sababu ndivyo walioumbwa na watu, wanataka hao mambo, unahitaji hiyo kitu. Sasa kanuni zimekuwa nyingi, halafu nyingine formula zisiwe nyingi. Formula zile za msingi tu, lakini kanuni zisiwe nyingi. Mimi sitataki hii ndio ikae hapa. Formula zisiwe nyingi. Kwa hiyo mwingine yaache mazingira pale nyumbani, yaache zingatia mambo ya msingi tu. Formula zikiwa nyingi nyumbani, yule mwanamke unamchosha, anaelemewa. Kwa unaweza kuona kwamba hapa tumeambiwa tuwakumbatie, tuwabusu, kwa sababu ina faida kubwa ya kuondolea mchoko, mkazo, na sisi pia inaondolea mchoko na mkazo, na inazidi kuimarisha mapenzi. Tukasema kwamba kuna hormone inaitwa oxytocin hormone. Hii ni hormone ambayo inatokana na moyo. Hii ni hormone ya mapenzi. Unapokumbatia mwanamke, unapombusu mwanamke, basi ile hormone ile inamwagwa kwa wingi kwenye mfumo wake wa damu. Ndio maana mwanamke anasisimka mwili mzima wakati huo wa kukumbatia. Kwa hiyo inakuwa ni moja katika approach katika mbinu ya kumfikia kwenye hizo asili zake zote ambazo tumezitaja. Haya, tazama hapa, huyu ni mwalimu baba anamshumu mama. Nimeweka hizi picha makusudi kwa sababu picha ni taarifa. Tazama, unaona umundo. Tumeona unaona huyu mama huyu amevaa yani maana hapo anapokeana. Huyu baba katoka kazini, anampokea, huyu mama anampokea. Wababa wadada mwe wajanja. Usiwe mdada umezubazuba. Ujue style ya kupokea mume. Sio unampokea kwanza na unampokea babaku mdogo. Umeona kama dada unaona? Maana pia kaliruka, si ndio? Kalifanyaje? Sasa wewe unaona ya kurukie mmeo. Mume ni hawa. Anakuja pale mume, unaenda kumbalo, unambukia, si ndio? Yeye anakupatia, si ndio? Jambo kubwa sana hili.
Alafu hapa ni mkaka na mdada pia wanagusiana, ametoka kazini, anakuja nyumbani, basi mdada anamkumbatia mume wake vile. Anamshushia mchoko wote wa kuosha vyombo, mchoko wa kufua nguo, mchoko wa kukimbizana watoto pale nyumbani, maana kuna mama wanakimbizana sana watoto. Wewe, hebu rudi maana kutoka nje ya nyumba, kutoka nje ya geti na huko barani, mama amekapata amechukua kurudisha ndani. Ile kutwa nzima anachoka mama. Kwa hiyo ukirudi sasa mpoze. Kwa hapa pia unaandaa mazingira mazuri ya jambo lako. Wakati kale jambo ketu hapa unaandaa mazingira mazuri. Mke anaanza, yani kale jambo ketu anaanza kuandaliwa tangu bado uko kazini. Ukifika nyumbani pia unaendelea kuandaa